Aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Zuberi Kabwe ameibuka na kuzungumzia kuhusiana na uwepo wa taarifa kwamba serikali ya Tanzania inajiandaa kuuza akiba yake ya dhahabu, kitendo ambacho siku ya jana Benki Kuu ya Tanzania ilikanusha uwepo wa taarifa hizo. Zitto Zuberi Kabwe amesema kwamba mjadala wa dhahabu, ninaona mjadala mkali kuhusu hifadhi ya dhahabu kutoka kwa wananchi, na sasa naona Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba. Taifa hili lina changamoto kubwa sana ya uelewa, kila mtu kujua kila kitu. Taarifa ya Benki Kuu imelieleza swala hili vizuri. Nilitarajia kauli ya Waziri Mkuu na mawaziri wote iendane na kauli ya Benki Kuu. Kuna dhahabu ya Benki Kuu ambayo inawekwa kama inavyowekwa akiba ya fedha za kigeni. Vile kunaweza kuwa na dhahabu ya serikali. Dhahabu ya BOT haiwezi kuuzwa kwa ajili ya miradi ya serikali, ni mali ya BOT. Kisheria haiwezekani, itakuwa kinyume na sheria ya Benki Kuu kifungu cha 51 na 52 kama ilivyo kwa akiba ya fedha za kigeni. Akiba ya dhahabu ya Benki Kuu haiwezi kufadhili miradi ya serikali. Dhahabu ya serikali inaweza kuuzwa, ni mali ya serikali. BOT inakuwa ni mtunzaji tu kama vile serikali inavyoweka fedha kwenye akaunti yake Benki Kuu, ambapo akiba ya fedha za kigeni sio fedha za serikali kama ilivyo akiba ya dhahabu za BOT, sio dhahabu ya serikali. Fedha za serikali kwenye akaunti zake BOT zinaweza kutumiwa na serikali itakavyo, vile kwa dhahabu ya serikali. Hata hivyo, kwa sasa ninavyojua, serikali haina dhahabu yake. Dhahabu iliyopo ni ya Benki Kuu ambayo serikali haiwezi kuiuza kufadhili miradi yake. Serikali ikifanya hivi itakuwa inavunja sheria. Kwa bei za dhahabu za sasa ni makadirio ya bei katika mwaka 2026 na mwaka 2027. Njia bora inayopendekeza ni serikali kusukuma wachimbaji wadogo wachimbe zaidi. Serikali wawekee vivutio, mitaji na teknolojia wachimbaji wadogo na wakati, ili kuongeza uzalishaji na tija. Serikali inunue dhahabu kwa sarafu yetu na kutumia dhahabu hiyo kulipa deni la taifa la fedha za kigeni. Kwa njia hiyo, serikali itakuwa na wigo mzuri wa fedha kugharamia miradi yake inayotaka.